11. Kichwa chake kinatuambia kwamba leading with humility. Mwenye amepata akaweza kutusomea Philippians chapter 2 verse 1 to 11. Tutaenda tu pole pole. Andiko linatuambia ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 1, maandiko yanatuambia ya kwamba basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijazilieni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkiwaza mamoja. Mstari wa 3 inatuambia kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Mstari wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Mstari wa 10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Tuombe. Baba, ninakushukuru ni kwa ajili ya andiko hili. Nimelikabidhi mikononi mwako. Jehova, wacha wewe mwenyewe ukajitukuze. Wacha wewe ukawe mfafanuzi wa neno hili. Tunakuinua Mungu, tunakutukuza kwa maana Yesu umetenda, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Ikiwepo faraja yeyote katika Kristo, yakiwepo matulizo yoyote ya upendo, ukiwapo ushirika wote wake Roho Mtakatifu,
mema. Ijalizeni furaha ya Mungu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mukinia mamoja, mukinia mamoja. Lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenziwe bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake yeye mwenyewe, bali kila mtu ayangalie mambo yale ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu, pia ndani ya Yesu. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenziwe bora kuliko nafsi yake. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namuna yake Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya utumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, la mwanadamu. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenziwe bora kuliko nafsi yake. Kwa hivyo tena Mungu alimwadhimisha, akamkirimia jina kuu, jina hilo lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila koti lipigwe, na ulimi ukiri ya kuwa Yesu ndiye mfalme wetu, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ndiye Bwana wetu, kwa utukufu wa Mungu, kwa utukufu wa Mungu. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Msitende lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu
humility kwa Kiswahili inasema aje? Kuongoza na unyenyekevu. Yeah. Kuongoza kwa unyenyekevu. Kumaanisha sisi tunapoongoza kazi hii ya Mungu lazima tuwe na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikosa unyenyekevu, hakika hata watu ambao tunawaongoza pia hawatanyenyekea kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima sisi tunyenyekee kwa Mungu, ndiposa yale yote tunayo yafanya pia yawe ya busara kwa maisha ya watu ambao tunaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumaanisha ya kwamba sisi viongozi lazima tunyenyekee kwa Mungu, ndiposa Mungu naye atupe nguvu ya kwamba tunapoongoza hao wengine wako chini yetu pia wanyenyekee. Kwa maana maandiko ndiyo yanatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona ya kwamba katika uongozi kipengele cha kwanza ni unity. Bwana Yesu asifiwe. Inatuambia kwamba lazima tuwe watu wa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokuwa na umoja hata katika nyumba ya Mungu, tusipokuwa na umoja hakuna mahali tutasonga na hakuna mahali tutafanya kazi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima tuwe na umoja katika nyumba ya Mungu. Wawe ni viongozi, lazima tuwe na umoja kuanzia kwa mchungaji wetu mpaka viongozi wa chini. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa hata kanisa pia wanapoona viongozi wako na umoja, pia kanisa litakuwa na umoja. Na unaona ya kwamba tukiwa kitu kimoja, hakuna chochote ambacho shetani ataingilia kati apinge. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake Mungu ataruhusu mambo yafanyike kulingana na mapenzi yake. Sasa lazima tuwe watu ambao tuna umoja katika nyumba ya Mungu. Tusitofautiane na tusiwe na ukabila. Kwa sababu tukiwa na ukabila katika kazi ya Mungu, hakika kazi ya Mungu haiwezi ikasonga mbele. Sasa lazima tuwe kwa umoja, ndiposa hii kazi ya Mungu ifanyike kwa njia inayostahili. Alafu tunaona ya kwamba kwa sababu ya wanadamu ama sisi wanadamu, wakati watu wanaingia katika nyumba ya Mungu, inategemea sisi viongozi tunawaongoza aje hawa ambao wako chini yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo tunawaongoza ndivyo jinsi ambavyo watatuheshimu ama hawatatuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo tunawaongelesha, hivyo ndivyo itamaanisha watafanya jinsi ambavyo tunaongea ama hapana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ongea kitu ukafikiria umeongea kitu kwa mtu kinampendeza, kumbe kimemkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima pia heshima ya kiongozi kwa mshirika ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu si wote wanaokuja katika nyumba ya Mungu ambao usipowaongelesha ama usipowachukulia kwa njia inayostahili watakaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye unapomshautia papo hapo mbele ya watu hatakaa, ataenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unamtreat mwenzako kwa njia ambayo haistahili, hakika hiyo kitu itafanya akae katika nyumba ya Mungu ama aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi kama watu ambao tunamjua Mungu, maneno yetu ambayo tunayatoa katika vinywa vyetu ni ya maana sana. Ukiyatoa maneno ambayo ni ya uchungu kwa mwingine, unapata ya kwamba mtu atakasirika na ataacha kanisani. Sababu si wote ambayo ukimwongelesha kitu ataona ya kwamba unamrekebisha. Kuna wengine anahitaji umuite kando, umwongeleshe pola pole mpaka siku yenye mwenyewe atafanya nini? Atajua ya kwamba hakika mambo lazima yawe jinsi ambavyo yanatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoongelesha mtu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na hasikii, hapo sasa ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa unaweza ukamuongelesha kwa ukali. Lakini kama ni mara ya kwanza, lazima umuite akiwa kando, umuongeleshe kwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Sababu sisi wanadamu tunakaa kama watoto wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tubebe, au hata kama mtu ako kwa ndoa yake, lazima umbebe kama mtoto mdogo. Kwa sababu kazi ya Mungu ni tofauti na kazi ingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima tuheshimiane sisi wote. Unapomheshimu mwenzako, na yeye pia atakupa heshima zako. Kuvutia sana. Hata Mungu anafurahia sana wakati tunafanya kazi
kwa unyenyekevu, Mungu anapendezwa nasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusipofanya kazi kwa unyenyekevu, hakika Mungu hawezi akatubariki na hawezi akatusongesha katika hatua nyingine ama kwa level nyingine. Lazima tunyenyekee, hata kama unaona ya kwamba kweli wewe ndio unaweza ama wewe ndio umesimama katika pengo kufanya kitu fulani, lazima unyenyekevu uwe, ndiposa Mungu akubali na aweze kutuinua mara nyingine. Kwa unyenyekevu tena, sometimes unaweza kuwa umefanya kitu, umekosa jambo fulani, yani umefanya jambo fulani, lakini wanajaribu kukurekebisha na hautaki. Hata hiyo unyenyekevu inasaidia sana. Wakati unarekebishwa, lazima pia unyenyekee, ukubali kurekebishwa, ukubali kukemewa, alafu Mungu naye atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna baadhi ya watu sometimes anaweza kuwa amefanya makosa, lakini unapomrekebisha hataki, ama unapomwambia enda hivi hataki. Na wakati unamrekebisha, anafika mahali anachikuta katika jambo ambalo halistahili, tena unapata anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Watu kama hao hatuwezi tukawakemea na hatuwezi tukawafukuza, badala yake, kwa sababu amechikuta ya kwamba kumbe jinsi ambavyo alivyokuwa anarekebishwa hakuwa ako tayari, lakini kwa sababu amepatana na changamoto na amerudi. Watu kama hao tunawapokea na tunazidi kuwarekebisha kwa njia inayostahili. Na unapokubali kurekebishwa, unapokubali kukemewa, hakika utakuwa kwa hatua ambayo ni mzuri na utainuliwa na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu masaa ilikuwa imeenda sana, unajua ibada ya kwanza inafaa iwe inaisha saa 3 on dot. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hayo machache, wacha mchungaji akuje achukue tu kwa dakika kidogo, alafu waimbaji. Barikiwa sana. Ongeza makofi mazuri. Wow, that's great. Unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kiongea tu jirani unyenyekevu, mwambie mwambie tena unyenyekevu. Alafu msalimie kidogo, mkaribishe. Unajua kuna uwezekano hajakaribishwa na mtu yoyote. Mwambie unyenyekevu. Unyenyekevu. You know, when you want to succeed in life, it begins from there. Humility is so great. Bwana asifiwe sana. Then the Bible is very categorical that God anainua those who are humble, but he resists those who are proud. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, when you want to know that you are on the road of success, it begins from there. Bwana asifiwe sana. When you want to know that you are succeeding, that you are moving to the next level, it has to begin from there. But now, there is a problem somewhere. And this is what I want us to know. Bwana asifiwe sana. How do you know that you are humble? And how do you know that you are proud? That's the problem. Bwana asifiwe sana. That's the problem. Being humble sometimes unaweza elewa, lakini ingine ya kiburi ni shida kabisa. In fact, hata mtu akikwambia wewe una kiburi unakasirika, unakuwa tena mbaya kabisa, unaona wewe mtu anakutukana. That's the problem we are having. But now, when you want to move to the next level, it begins from there. Humility, unyenyekevu. Maana hiyo ndio hatua ambayo Mungu huwa anaanzia katika maisha ya mtu kumzongesha katika hatua nyingine. Hata wanafunzi aliyotembea na wao, kitu ambacho kilikuwa kinafanya anakuwa na ushawishi pamoja na hao ni unyenyekevu. Hakukuwa anachakua tu. Unaona? Na ndio maana unakuta kuna wengine hata hawakuwa na kisomo, lakini amewachakua kwa sababu gani? Ya unyenyekevu. Unaweza kuwa na kisomo, unaweza kuwa na makaratasi mazuri sana, lakini ukikosa unyenyekevu, then umekosa kitu ya maana, umekosa kitu ya dhamana. Mungu hawezi tumika na mtu wa aina hiyo. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo utajuaje ya kwamba wewe uko mtu mnyenyekevu? Hiyo ni swali nataka kubaliza na inua mkono. Utajuaje ya kwamba fulani amenyenyekea ama wewe ni mnyenyekevu umenyenyekea? Okay, wacha niulize vizuri. Wangapi ni wanyenyekevu hapa? Inua mkono. That's so good. Wangapi? 1, 2, wawili, 3, wonderful. Aya, sasa nataka kuanza na nyongeza. Nyongeza, nianze na wewe. Unyenyekevu. Mtu akisema mimi ni mnyenyekevu, anamaanisha ni mtu aina gani?